Tunapoenda kuangalia neno la Mungu. Baba yetu na Mungu wetu, tunaye shukrani mno kwa ajili ya siku hii ya leo, asubuhi hii ya leo, siku ambayo Bwana umeifanya ili tukapate kufurahi katika hiyo. Baba mtakatifu, tunapoenda kulingana neno lako, najua neno lako limevuviwa, limebarikiwa. Lakini Bwana mtakatifu, mimi uniwezeshe ili kuweza kuwashirikisha watu hawa neno la uzima, na Baba mtakatifu watakapolisikia katika masikio yao kukapate kuwa na badiliko. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Naomba tufungue neno la Mungu katika kitabu cha Matendo 1 mstari wa 8. Sisi wa Pentekoste ni mistari ambayo tunaifahamu, tunaisoma mara kwa mara, lakini inawezekana leo Mungu analo neno kwa ajili yako la tofauti. Matendo 1 mstari wa 8, lakini pia tutasoma Matendo 3 mstari wa 1 mpaka ule wa 10. Neno la Mungu nasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Sura ya 3 ya Matendo ya Mitume. Neno la Mungu nasema, basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitaraji kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, simama uende. Akamshika mkono wa kuume, akamwinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Watu wote wakamwona akienda akimsifu Mungu, wakamtambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Wakajawa mshangao, wakastajabia mambo yale yaliyompata. Mambo yale yaliyompata. Bwana sifiwe. Asubuhi ya leo, hata kama utasahau yote ambayo nakwenda kuzungumza siku ya leo, naomba tu ukumbuke swala hili la mageuzi au mamlaka ambayo Mungu amekupa kama mwanakana ili ulete mageuzi, ulete tofauti. Lugha ambayo tunatumia pale ni ile ambayo umetumia kwenye bango lenu pale, kuleta transformation, kuleta mabadiliko, sio hapa Ilazo tu, lakini Dodoma nzima na hata mwisho Tanzania nzima na hata mwisho wa nchi. By the way, jamani, jina langu kama nilivyosema ni mchungaji msanifu majengo Yared Dondo. Nimekuwa msanifu majengo kwa zaidi ya miaka 40, kuchora ramani za majengo mbalimbali. Lakini nimeoa mke mmoja, mke wangu anaitwa Matilda Dondo, na Mungu ametujalia watoto 3, wote wanajitegemea, na Mungu ametupa neema ya kuwa na wajukuu 7, na mmoja wa 8 yuko njiani anakuja. Bwana sifiwe. Nimefurahi sana kuwepo pamoja na ninyi, lakini kuna watu ambao nawafahamu, kina Tibe,
na Mama Nainkwa na wengine ambao tumekuwa nao tulipokuwa kule Dar es Salaam. Lakini habari ya leo nataka hasa kuzungumza lile badiliko lililomtokea Petro. Na mimi naamini kabisa Mungu anakutaka na wewe kama mwanakana kubadilika kwa nguvu za Roho Mtakatifu ili uwe baraka, si hapa kanisani tu, lakini hata nje ya hapa. Bwana sifiwe. Mimi naamini Mungu analiinua kanisa hili la Kana kuwa kioo na kuwa nuru hata kwa makanisa mengine na kwa watu wa mataifa hapa Ilazo, Dodoma na hata mwisho wa nchi. Bwana sifiwe. Sababu ndio mandate, ndio ambacho tulipewa tangu Yesu alipofufuliwa toka kwa wafu na kupaa mbinguni. Mimi naamini kwamba tunafanya upanuzi wa ujenzi huu, lakini jamani hapatoshi. Amen. Kama sio leo au kesho, jamani tutafanya upanuzi tena. Amen. Mwanze kuangalia hata majirani, mnasema nao vizuri kwa sababu nani ajuae. Pengine mkawanunua, haleluya, ili kazi ya Mungu ikapate kuenea. Amen. Na sisi pale kwetu Bahari Beach, jamani tuna maono hayo. Wakati tunazungumza habari za kupanua mipaka yetu, kupanua jengo letu, jamani tuko kwenye ujenzi sasa hivi. Sio kwamba na sisi tuko kwenye ujenzi. Wakati tunazungumza habari za kupanua, kuna mtu mmoja kati ya wale ambao walikuwa ni walengwa wa viwanja vile vya kupanua, alikuja baadaye kwa hasira kabisa. Tena nasikia nyinyi mnachukua viwanja vya watu. Lakini sasa jamani sisi tunapanua katika ulimwengu wa roho. Bwana sifiwe. Kama wamesikia basi, lakini mimi naamini na huwa naambia washirika, jamani siku moja itafika hao majirani wenyewe watakuja na kusema jamani nasalimisha jengo hili, nasalimisha kiwanja hiki kitumike kwa ajili ya kazi ya Mungu. Jamani Mungu wetu anaweza, na anaweza akakutumia wewe kama alimtumia Petro, aweza akakutumia na wewe. Bwana sifiwe. Ukisoma katika jinsi Luka alivyoandika, anaanza ile sura ya kwanza mstari wa 8. Mwandishi wa kitabu hiki cha Matendo ya Mitume, wengine wanasema kwamba ni matendo ya Roho Mtakatifu. Na kama ni matendo ya Roho Mtakatifu, jamani Roho Mtakatifu bado anafanya kazi hata sasa, na tunamuona hapa Kana na atazidi kuonekana hapa Kana kama ambavyo ameonekana katika sehemu zingine. Amen. Basi kitabu hiki jamani bado kinaendelea, hakijaisha. Wengine wanasema bado kinaendelea, hakijaisha. Na kati ya watu ambao alichagua kuandika kuanzia sura ya kwanza na sura ile ya pili na sura ya 3, baada ya Yesu kusema kwamba Roho Mtakatifu atashuka atakapowajilia, nanyi mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Judea, Samaria na hata mwisho wa nchi. Tunaona katika sura ya pili anazungumza habari za umwagiko wa Roho Mtakatifu. Na tunaona baada ya pale miujiza na matendo makuu ya Mungu ni yale ambayo yalifanyika chini ya uweza wa Roho Mtakatifu. Siku yetu ya Pentekoste peke yake tunaona Petro anawezeshwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu, anasimama na kunena na kutangaza injili, hata watu 3,000 wakaokoka. Lakini ndugu yangu, kama ukisoma tu habari za Petro kwamba amesimama na kuhubiri na watu 3,000 wakaokoka bila kujua background yake alikotoka, unaweza usipate picha halisi. Lakini jamani, huyu Petro ndio yule ambaye siku zote kwenye mikutano, kwenye vikao vya Yesu alikuwa controversial. Alikuwa ni mtu ambaye ana maswali ya ajabu na mambo mengine ajabu. Wewe unakuwa na mashaka kwamba lakini huyu can he make it? Anaweza kuwa kweli mwanafunzi bora wa Yesu? Na usiku ule kabla hajasulubiwa tunaona Petro anakana mara 3. Anaulizwa na kijakazi. Jamani, mtu unaweza kaogopa labda bosi wako akikuuliza kitu, lakini kuulizwa na house girl, wewe ulikuwa mmoja wapo. Kwanza alikataa, lakini alipoona mambo yamemzidi, jamani na kuapa kabisa, kabisa huyu mtu simfahamu. Bwana sifiwe. Jamani, huyo ndio Petro. Lakini baada ya kujazwa Roho Mtakatifu tunaona anasimama kwa ujasiri. Nakumbuka background ya Petro, alikuwa ni mvuvi, alikuwa sio mtu msomi,
Alikuwa sio mtu mwenye influence, mtu mwenye kariba fulani, mwenye jina fulani. Alikuwa ni mtu wa kawaida. Amen. Lakini Mungu ndiye aliyemchagua na akamtumia kufanya mambo makubwa. Asubuhi ya leo, hata kama utasahau, nataka nikwambie, haijalishi wewe una kisomo namna gani. Japo tu tunakuhitaji, kama unataka kumtumikia Mungu, nenda Bible School. Hallelujah. Usio kasema kwamba mhubiri anasema kwamba sio lazima kisomo. Halafu kaenda tu shambani. Kwenda Bible School ni muhimu. Lakini jamani, haijalishi wewe una kisomo cha namna gani. Haijalishi una connections. Maana mara nyingine unapotaka kazi unatafuta magodfather au watu ambao unaweza ukawatumia kukukingia kifua. Lakini nataka nikwambie, kwa Yesu haijalishi. Hallelujah. Na kutia moyo, haijalishi unaweza kuwa ni mtu wa kawaida, lakini Mungu analokusudi na wewe kukuleta hapa Kana. Amen. Na wewe hujaletwa hapa uwe mshirika. Tunatumia neno professional member. Yaani wewe ni mshirika, hapana. Wewe ni mtendakazi pamoja na mchungaji, pamoja na wachungaji waliopo, ili kuleta badiliko la Kana kuweza kuifikia Ilazo na hata Dodoma nzima na hata nje hapa Dodoma. Hallelujah. Hallelujah. Jamani, sijajitambulisha tu vizuri. Jamani, mimi ni Mgogo. Mimi ni Mnyakaya, yani ni mtu wa hapa. Nimezaliwa General Hospital pale. Hallelujah. Na nimejenga Makulu, na kwetu sisi ni Mpwapwa. Hallelujah. Nilikuwa nafurahia mchungaji anatambulisha, jamani, wazee wangu hapa Wanyakyusa. Hallelujah, Mungu awabariki. Na binti yangu wa kwanza ameolewa huko Tukuyu. Na sisi tulipookoka mara ya kwanza walisema hiyo dini ni ya Wanyakyusa. Lakini jamani, mimi ni Mgogo. Hallelujah. Lakini Bwana amenipa hata nafasi ya kusimama kwenye madhabahu hii. Kwa hiyo kumbe unaweza kuwa Mgogo na ukasimama kwenye jukwaa la Kana. Amen. Inawezekana kabisa. Bwana asifiwe. Unaonaje kama ningekaa tu, asa mimi jamani ni Mnyakaya tu, ni Mgogo, sina kitu. Jamani, ningepata nafasi hii? Hapana. Ningeenda huko Marekani? Wala. Tani kuambie, jamani, hata hapa nilipo hapa na visa kwenda Marekani. Amen. Haijalishi. Na mimi nikienda tu, wanagonga tu. Wewe nenda. Amen. Najua vijana wanatafuta sana nafasi kama hiyo. Lakini kikubwa, jamani, unaye Yesu. Kwa sababu Petro, tunaona kitu cha kwanza, nataka nishare na wewe mambo 4 ambayo yatakufanya kuwa Mkristo wa tofauti, sio wa kawaida hapa Kana. Amen. Mambo 4. Kitu cha kwanza, lazima kuwe na badiliko la kweli katika maisha yako. There has to be true transformation. Lazima kuwe na badiliko la kweli. Na hii tunaona Petro. Tofauti kati ya Petro wa zile Injili 4 na Petro wa Matendo ya Mitume, jamani, ni badiliko. Transformation, hilo badiliko linalopatikana mtu akiokoka na kujazwa Roho Mtakatifu. Na ndio maana sisi wa Pentecoste na hasa sisi wa TAG tunasisitiza, jamani, usiridhike tu kwamba nimeokoka, kwamba niko kanisani, niko Kana. Unahitaji kujazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Amen. Yale yaliyomtokea Petro na wewe yatakutokea. Kutakuwa na badiliko. Unaweza ukafanya mambo makubwa, kwa sababu jamani, mambo makubwa mengine hayahitaji sio pesa. Yanahitaji moyo uliobadilika. Na unapokuwa na connection na huyo Mungu, na kuambia kuna vitu havitabakia kama vilivyo. Amen. Kutakuwa na badiliko. Nilikuwa na share hapa na wengine waliotoka St. Harvest wanafahamu, tulikuwa tunasali Mabibo, wakina Tiba walipoko kule. Tulikuwa tunatafuta kiwanja. Tulikuwa tunatembea toka Mabibo, kama unafahamu, Mwananchi mpaka Mwenge, tunatafuta kiwanja, tunafukuzwa pale tulipokuwa tunaabudia. Na tulikaa pale karibu miaka 3.5. Tunafukuzwa, tunaenda wapi? Na kuambia, tulikuwa naomba na vijana wangu, tunatembea, tunapita Ubungo, tunaenda mpaka Mwenge roundabout, wanaofahamu Dar es Salaam.
tunarudi tena. Bwana, tukiona go down tunaliclaim katika jina la Yesu. Haleluya. Tukiona kiwanja kiko wazi, Bwana tufungulie mlango. Inawezekana hiki ndio tutajenga kanisa pale. Yaani tuko kama ma crazy fulani. Tukanauliza kwa madalali. Kiwanja cha kwanza tukapata kule karibu na ardhi Changanyikeni, walikuwa nauza bilioni 2 kiwanja. Yaani hakina ukuta, hakina maji, hakina umeme, kiwanja bilioni 2. Mpaka nikawaambia watoto wangu, nasema jamani, sasa sikilizeni. Maana kama mambo ya viwanja ndio hivi, inabidi tupandishe imani. Kwa hiyo tunapoomba, tunaomba mabilioni, bilioni. Yaani sio uombe tena malaki. Mabilioni. Bwana atufungulie. Maana mwanzo ilikuwa yaani ukisikia bilioni 2 sikio linatetemeka. Sasa inabidi tuwe tunatembea tunaomba, Bwana tupe mabilioni. Bwana tupe mabilioni. Haleluya. Sasa tukapata kiwanja kingine karibu na Ubungo pale flyover inapoanza karibu na TBS. Milioni 800. Tukarudi tunashangilia. Jamaa tumepata kiwanja milioni 800, hicho tunaweza. Tunaweza, lakini account hata milioni 10 hatuna. Lakini tunashangilia kwamba achana na kile cha bilioni 2, hiki milioni 800, Bwana anaweza. Nataka nikwambie jamani, Bwana haokoi kwa bilioni 2 wala kwa milioni 800. Wala jamani, anachotaka wewe badiliko na umwangalie yeye. Sisi tunaangalia watu kwamba huyu milioni 800 angalau tukijikusanya hapa tukajiuza angalau tunaweza tukapata hiyo milioni 800. Jamani, yeye hahitaji msaada wako. Yeye ni Mungu. Na nakwambia yani wakati huo tuliagiza machuma yale ya kutoka nje, mpaka yamekuja machuma yale ya kusimama kama ile ilivyo pale CBC, ukumbi wa CBC. Unasimamisha, alafu unapigilia bati, unaanza kuabudu wakati unaendelea kujenga. Mpaka ile machuma yanakuja, hatuna kiwanja. Mpaka mahali pa kuweka hatuna, maana hata nyumba zetu hazitoshelezi kuweka hayo machuma. Tunaweka barabarani. TRA wakaja juu, wakasema kwamba sasa nyinyi kabla ya kuwapa msamaha wa kodi inabidi mtueleze kiwanja kipi mnaenda kujenga ili tuhakikishe kwamba haya machuma hamtayatumia vinginevyo. Ikabidi tukimbie kwa katibu mkuu, wakati Ron Swai. Mchungaji Ron, hatuna kiwanja na TRA wanasema msamaha utautoa kama tuonyesha kiwanja, tunafanyaje? Akasema kama ndio hivyo, nyinyi semeni tu nani kiwanja chetu ni pale Ubungo TAG. Kwa hiyo tukawaambia jamani, sisi kama kuna swali nendeni Ubungo, na contact person ni katibu mkuu wakati ni katibu mkuu na ni mhazini mkuu Ron Swai. Tukapata exemption, lakini nakwambia haikupita miezi 3. Jamani, nikapigiwa tu simu, Dondo, je, utapenda kuna kiwanja Bahari Beach, je, utapenda kwenda? Haleluya. Je, utapenda kwenda? Unapigiwa simu. Sisi hapa tunahangaika toka Mwananchi Lelini pale mpaka Mwenge, lakini saa hizi sasa unapigiwa simu, will you be interested? Halafu tulipokipata kile kiwanja, title deed tuliopewa tayari ina TAG. Miaka 18 iliyopita, na ni cha miaka 99, yani hata saizi hata robo bado. Haleluya. Nataka nikwambie, ukibadilika inawezekana. Ukimruhusu Roho Mtakatifu aingilie kati hali yako ile, jamani, inawezekana. Wewe unaweza kadhania labda ni pesa au ni vitu vingine. Hapana. Ni kufix your eyes. Yani kaza macho yako kwa Yesu, inawezekana. Amen. Anaweza. Na tunaona Petro anamtumia. Mungu alimtumia vilivyo kwa sababu maisha yake yalikuwa yamebadilika. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, ukiishi maisha ya michanganyo haitakusaidia. Unafahamu michanganyo leo uko huku kama ya kinyonga, leo unabadilika, uko hivi kubadilika, leo ni Mkristo, nimeokoka, lakini maisha yako yakiwa yamebadilika, nakwambia haijalishi ulivyoishi kabla, Yesu aweza kaingilia kati hali yako. Ukisoma katika Zaburi ya 51 tunafahamu yale maneno ya ule mstari wa 10 mpaka 13,
maneno ya Daudi baada ya kuanguka dhambini. Anasema create in me, niumbie roho safi Bwana. Amen. Na kwa sababu ya ile toba tunaona Mungu aliipokea akamtakasa, na tunaona hata baadaye Mungu asema kwamba jamani, sijaona mtu a man after my own heart, mtu ambaye anaupendeza moyo wangu kama Daudi. Sio kwamba alikuwa hana mapungufu, alikuwa nayo. Asubuhi ya leo nataka nikutie moyo wewe, na hata baadaye tutaomba. Sijui umepitia vitu gani. Mara nyingine labda past yako, maisha yako ya nyuma yana sura mbaya, yani hata kujieleza kuna ukakasi. Lakini nakwambia ukiukubali msamaha wa Yesu na ukamweka Yesu nambari moja, na Roho Mtakatifu akatawala ndani ya moyo wako, nakwambia liko tumaini. Amen. Unapenda jamani kumuona Yesu katika maisha yako? Jamani, mimi nimemuona Yesu katika maisha yangu. Ninavyozungumza hivi, Juni mwaka huu sasa tuko Septemba, Juni mwaka huu jamani, nimesherehekea mwaka wangu wa 51 tangu nimeokoka, na sijamuona jamani Yesu akiwa amenipungukia. Amen. Na kwa taarifa yako, nimeokoka hapa Dodoma. Amen. Nimezaliwa Dodoma kimwili, nimezaliwa Dodoma kiroho, na naendelea mbele. Amen. Cha pili katika mstari wa kwanza mpaka wa 5, jamani, yale ambayo Mungu anataka kuyafanya mara nyingine hayahitaji tangazo, yatatokea. Wenzetu wasema unexpectedly. Yatatokea hata pasipo kupanga. Tunaona Petro na Yohana wanaenda tu hekaluni kama kawaida kusali, lakini tunaona kumbe Mungu alikuwa amepanga siku ile kufanya kitu. Amen. Jamani, wakati wa Bwana kufanya kitu hajalishi ni wakati gani. Yeye anajua ni wakati gani. Haijalishi. Anachagua siku za kawaida kufanya mambo yasiyo ya kawaida. Amen. Na utashangaa ile hali yako ya kuona kwamba mambo hayaendi, anaweza kayabadilisha na ikawa ni sherehe, a celebration, ikawa ni kitu cha kufurahia. Mimi naamini kwamba hata yule kilema kwenda pale mbele, kukaa kwenye mlango ule mzuri, Mungu alikuwa amepanga wakati ule, na Mungu akamleta Petro na Yohana kwa wakati kama ule kwa kusudi lake maalum. Amen. Angalia huyu mtu, ina maana alikuwepo. Yesu alikuwa ameshapaa kwenda mbinguni, haijapita zaidi ya miezi 2. Ina maana alikuwepo pale hekaluni. Na Yesu kwa sababu alikuwa anatembelea hekaluni, inawezekana alikuwepo, lakini muujiza wake ulikuwa hujatokea. Nataka nikwambie hata leo Bwana aweza kufanya muujiza pasipo kupanga. Amen. Unaweza kashangaa, manake mara nyingine tunasubiria. Ukisikia mhubiri fulani mzito, ndio natarajia kwamba jamani, muujiza wangu hapo inawezekana. Lakini inawezekana jamani leo kwa huyu mgogo, mimi huwa najiita mbeba zege. Jamani, muujiza wako inawezekana. Amen. Kwa sababu anayeponya sio dondo wala mbeba zege wala mchora ramani za majumba. Jamani, kinachoponya ni neno. Na leo Bwana akutokelezee katika shida yako, katika uhitaji wako. Bwana afanye katika siku ambayo hujapanga, basi Bwana awe ameipanga siku ya leo, kwa sababu anakujua vizuri zaidi kuliko mimi, kuliko mtu mwingine yoyote. Bwana sifiwe. Katika sura ya 5 ya Yohana kuna hadithi moja ya yule mtu aliyekuwa amekaa kwenye pool of Bethsaida, yani katika alikuwa pale Bethsaida, amekaa miaka 38 akisubiri uponyaji. Yesu alipomjia, wataka kuwa mzima? Yeye akaanza tena stories. Unajua mimi kila nikitaka kuruka kwenye maji yanapotibuliwa na malaika, nakuta ninachelewa, mwingine anatangulia, kwa sababu Biblia inasema kwamba mtu wa kwanza alikuwa anapata uponyaji, lakini mimi nimekaa hapa sina mtu. Lakini Yesu akamwambia, twika godoro lako uende.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Inawezekana mkutano labda wa mtu muhimu umekupita, na leo uko mahali hapa na unasikia neno hili, na kweli una changamoto katika maisha yako. Nataka nikuhakikishie jamani, Yesu yupo. Yesu anaweza akakusaidia, akakuwezesha, akakufungulia milango. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jamani, ninazozungumza hapa, niko na katibu wangu wa jimbo, lakini mimi jamani ni mwangalizi wa section. Hallelujah. Ni section maalum. Sasa wewe ukiuliza section maalum maana yake nini? Yaani kuna vitu vingine vinatengenezwa tu ili na wewe section maalum. Kwa hiyo section yetu si na makanisa 5, lakini section maalum. Hallelujah. Makanisa mawili Dar es Salaam, makanisa mawili Dodoma, kanisa moja Mwanza. Tunatakiwa tufungue makanisa Tanzania nzima, kila mkoa. Tunakutanaje? Mara nyingine ndugu yangu tumeshakutana tu mara moja uso kwa uso, lakini siku zingine mnatumia online. Bwana asifiwe. Lakini section na tunaendelea. Hallelujah. Sasa ukisubiri ile ambayo unataka wewe ni wewe, lakini Mungu ana njia zake. Amen. Na Mungu anataka kukufanyia kitu na anaweza kwa njia zake. Nilikuwa nawaambia asubuhi ushuhuda, jamani sio vibaya na msinichoke. Jamani mimi hata darasa la 7 sikuchaguliwa. Sasa wewe unawezekana ulipita, lakini mimi sikuchaguliwa darasa la 7. Lakini Mungu ni Mungu wa miujiza. Amen. Amen. Hebu sema amen. Amen. Yaani jina langu halikuwepo, lakini siku moja wakatoa si majina yalikuwa yanatoka Novemba. Majina yanatoka Novemba, halafu barua za kujiunga na form 1 zinakuja Disemba. Kwa hiyo mimi wakati nimesha walimu, kwa sababu walikuwa wananipenda, wameshanifanyia mpango wa kurudia darasa la 7 kwenye shule nilikuwa nasoma. Nilikuwa nawajibika kwenda kwenye lile kanisa langu, nilikuwa nawajibika kwenda kuchukua barua za kutoka posta. Nilikuwa zinapita po, ilikuwa mambo ya internet ni hayakuwepo. Ilikuwa ni mambo tu ya barua za posta. Kwenda kufungua nikakuta imeandikwa kwa mzazi wa Yared Dondo. Haya, na huku nyuma imegongwa muhuri, lakini sikuelewa. Kwa hiyo nikampelekea baba. Kufungua barua inasema kwamba hongera sana, mwanao amechaguliwa kwenda Mazengo, kwa hiyo ajiandae na vitu vingine kama hivi na nini. Hallelujah. Sasa wewe ukisubiri mpaka jina litangazwe, shauri yako. Lakini jamani Mungu anaweza. Na sio hivyo tu, jamani nikaendelea sekondari, nikaendelea high school, nikaendelea jeshini, nikaenda mpaka chuo kikuu nje. Jamani ninavyozungumza hapa mimi jamani kweli kote huko nimemaliza. Lakini sikuchaguliwa pale darasa la 7. Sasa kutokuchaguliwa haina maana kwamba ndio mwisho wa maisha. Na inawezekana uko mahali hapa umekata tamaa na kuona kwamba jamani sina tumaini tena kama huyu mlemavu aliyokuwa amekaa kwenye mlango mzuri. Nataka nikwambie bado kuna tumaini. Mungu atakapofanya sio kazi yako. Yeye anajua. Kwa sababu hata nilipomaliza form 6, yani ufaulu wangu mimi ilikuwa division 1. Nilifanya vizuri. Tena nilikuwa ni mtu wa PCM. Kwa hiyo nilistahili kwenda engineering. Lakini kwa sababu ya vita vile vya Idi Amin, watu walikuwa hawaruhusiwi kwenda directly. Ilikuwa lazima ufanye kazi kwanza alafu ndio uende, wale wazee wanafahamu. Sasa kumbe walikuwa wametoa nafasi kwa ajili ya watu wachache kwenda kujiunga na kitivo cha uhandisi chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mimi ninakaa huko kijijini Mpwapwa, sina habari. Baada ya kuja kupata habari, kumbe ni mwezi mmoja wenzangu wameshaanza masomo. Umepita. Kwa hiyo yule mwalimu aliyeniandikia barua akasema, "Wewe njoo tu, nenda tu pale chuoni, inawezekana wakakufikiria." Mwezi mmoja nimechelewa. Kwa hiyo nikajikusanya, hata nauli sina, mjomba wangu akanikusanyia hapo, na safari ya kwenda Dar es Salaam jamani ilikuwa ni treni tu. Kwa hiyo wakati nimefika mjini, nikafikia Upanga kwa rafiki yangu mmoja. Kufika pale nikajipanga kesho yake ili niende chuo kikuu cha Dar es Salaam na vyeti vyangu. Nikawaonyesha, jamani mimi nastahili kuanza. Wakasema, "Wow, kweli unastahili, lakini umechelewa, mwezi mmoja umepita, lakini labda tuweke jina lako kwa ajili ya mwaka kesho." Wewe fikiria, mpaka mwaka kesho.
Yaani ukae mwaka mzima mpaka mwaka kesho. Kwa kweli ni kama kitu ambacho kilinivunja moyo. Lakini nikakubali, basi liandikeni kwa ajili ya mwaka kesho, ili angalau nisikose kabisa. Nikarudi nyumbani kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam Mlimani kwenda Upanga. Siku ile ile nilipofika pale nyumbani, wakasema ulipoondoka kuna mtu wa magazeti alikuwa anapisha pale nyumbani. Tulipokuwa tunasoma ile gazeti Daily News, wakatoa taarifa zilikuwa zinatolewa kwenye magazeti. Tuliposoma ile Daily News, jina lako hili hapa, unataka kwenda India. Haleluya. Siku hiyo hiyo, Bwana asifiwe, nataka nikutie moyo. Sina maana kwamba yani, lakini nataka nikwambie kwamba jamani, tumwamini Mungu, ukamtegemea Mungu. Jamani, pito lako inawezekana ni la kukuandalia mambo mazuri makubwa ambayo Mungu anakwenda kufanyia katika maisha yako. Amen. Huyu mwenzetu alikuwa amekata tamaa, lakini Yesu alikuwa bado anaweza. Bwana asifiwe. Cha tatu ambacho nataka kushirikishe asubuhi ya leo. Jamani, hatuwezi tukawapa watu kitu ambacho sisi hatuna. Petro na Yohana alisemaje? Fedha na dhahabu sina, lakini nilicho nacho. Sasa unawezekana huko hapa Kana hujitambui. Jamani, ulicho nacho ni cha maana kuliko fedha. Ni cha maana kuliko utajiri wa dunia hii. Kwa sababu jamani, hivi nani ambaye hata angeupata ulimwengu wote huu, ataenda na sehemu ya hiyo mali na utajiri mbinguni? Hakuna. Mimi nimeona watu matajiri. Kama unadhania fedha ndio kila kitu, nimeona watu ambao ni matajiri. Ni matajiri kiasi kwamba hata akisafiri kwenda nje hana kitu cha kuwaletea watoto wake, kwa sababu kila kitu kiko nyumbani. Lakini hawa watu bila Yesu, jamani, wana huzuni, wana shida. Kuna familia zinazolia, kuna watu ambao ndoto zao zimevunjika au zimetatuka. Alikuwa anategemea kitu, alikuwa na matumaini fulani, hayapo. Lakini nataka nikwambie jamani, Yesu alisema nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Haijalishi huna hata sentano mfukoni, lakini ukiwa na Yesu una kila kitu unachoweza kuhitaji. Na watu wanaotuzunguka hapa Ilazo, hapa Dodoma, wanamtaka Yesu na wala sio kitu kingine. Wanamhitaji Yesu, na wewe unaye. Amen. Petro na Yohana anasema fedha hatuna, lakini tulicho nacho ndio tukupacho. Na Bwana anataka kutumie wewe. Kweli Mungu anaweza kutumia wainjilisti, anaweza kutumia wahubiri mbalimbali, watu wa maana mbalimbali, akatumia wachungaji kama sisi, hatukatai. Lakini jamani, Mungu anapenda kutumia wewe, kutumia watu kama wewe, watu kama mimi. Katika Marko 16 anasemaje? Waamini wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Waamini, sio tu wachungaji, sio tu wazee wa kanisa, hapana. Waamini, na wewe ni muamini, na wewe waweza kuleta badiliko hapa Ilazo na hata nje hapa. Lakini uko tayari? Amen. Au mengine tunakuwa tunajitetea. Mimi sio msemaji mzuri. Unakumbuka Musa asema chagua mwingine, mimi sio msemaji. Ilibidi Mungu afanye kazi ya ziada kwamba basi wewe usiseme, lakini kaka yako Haruni atazungumza, lakini nenda. Wengine tunakuwa na sababu nyingi. Siwezi kwenda kumtumikia Mungu kwa sababu familia itakaa na nani? Nataka kusomesha watoto hawa. Nataka nikwambie, utakapotii, jamani, Mungu wetu anazo njia mbalimbali ambazo atazitumia na atafanya. Mimi nazungumza na wewe, jamani, Mungu alinitoa nikiwa ghorofa ya 19. Najenga ghorofa 35. Ghorofa ya 19 ilibidi ni resign, nikaacha kila kitu kwenda kumtumikia Mungu. Bwana asifiwe. Ghorofa ya ngapi? Ya 19 pale Dar es Salaam. Na kilichotokea ilikuwa niko Mwanza, huko nasimamia ghorofa 35, niko Mwanza, Rock City Mall, wale waliofika Mwanza wanafahamu. Tuko ghorofa ya pili,
Rais wakati ule Kikwete alikuwa aje aweke jiwe la msingi, na mimi ndio kiongozi wa ule mradi. Nimeshaandaa na speech yangu, ngoma ziko pale zinacheza, MC wa serikali yuko pale, mifuko ya laptops iko pale, wakubwa wa ukurugenzi wako pale. Saa 4 kamili ilikuwa aje saa 5, saa 4 kamili tunapata taarifa 1 hour before, saa moja kabla, kwamba rais hata kuja kuweka jiwe la msingi, ataweka siku nyingine, ila ataenda kwenye kuongea na wananchi kwenye viwanja vya Furahisha karibu na pale. Kuna kitu fulani kilitoka pap, yani huwezi kaeleza, lakini nilijua kwamba Mungu ananiambia niache. Kwa hiyo nikaacha, na gorofa zile niko 19 nikaacha, na mambo mengine ambayo dreams zangu, mandoto niliyokuwa nayo ya kupata utajiri na vitu vingine, nikaacha kwenda kumtumikia Mungu. Bwana sifiwe. Nataka nikwambie huu ni mwaka wa 14 naenda 15. Jamani, sijamuona Mungu akiniacha. Na naomba nikutie moyo na wewe. Jamani, inawezekana. Amen. Inawezekana akakusaidia. Aliyenisaidia kupata kile kiwanja, akatusaidia kile kiwanja. Mahali ambapo ni yani pa watu wenye uwezo, lakini umepewa tu kwa kupigiwa simu. Jamani, aweza akakusaidia na wewe. Inawezekana ni kijana, inawezekana labda umekaa muda mrefu, hujapata mwenzi. Jamani, leo tutaomba na inawezekana. Atakavyofanya sio kazi yako wewe. Jamani, ni kazi ya nani? Ya Mungu. Lakini cha mwisho ni kwamba Mungu atakapofanya, mpe nini? Utukufu. Petro na Yohana anasema kwa jina la Yesu yule wa Nazareth. Hata baada ya pale, wakati wanamzonga, asema jamani, msione kwamba ni sisi ndio tuliyemfanya huyu mtu awe mzima. Ni kwa jina la Yesu yule mliyemsulubisha. Huyu mtu anasimama na kutembea, sio sisi. Sasa wakati tunazungumza na hawa rising gospel star, mara nyingi sana vijana wanapenda nionekane na mimi, niweze na mimi. Jamani, hebu mpe Mungu utukufu. Amen. Na asubuhi ya leo inawezekana kuna vitu ambavyo na wewe umeanza kuona kwamba labda kwa sababu ya connection fulani, kwa sababu labda ya kitu fulani ambacho Mungu amekufanyia, ukaanza kujitwalia utukufu. Mungu anasema jamani, achana navyo, mpe Mungu yeye utukufu. Na utakapompa Mungu utukufu, atafanya. Amen. Na wengine mna sauti nzuri lakini hamko kwenye praise team, wengine mna sauti nzuri hamko kwenye kwaya, wengine mna vipawa mbalimbali lakini hamfanyi. Na kuna mambo mengine angeweza kufanyika hapa ya ujenzi lakini hamfanyi kwa sababu nasubiri pesa. Mimi sijui hapa Kana, inaonekana nyinyi huku labda mambo sio mabaya, lakini sisi Dar es Salaam hata kupanga viti. Ndugu yangu, watu hawataki kusogeza viti. Hapa Kana inaonekana mko vizuri, lakini sisi kanisani kwetu hata kupanga viti nisije nikachafuka, nikapata jasho. Ana viatu vyake vizuri, kwa hiyo anakuja na perfume kake, si akapata jasho. Jamani, Mungu atusaidie. Lakini naamini na wewe huko hivyo, na kama huko hivyo, jamani, leo ni siku ya mabadiliko. Mungu akusaidie. Na unapomtumikia Mungu, jamani, inalipa. Amen. Inalipa. Mimi nadhani nikimtumikia Mungu ndio nitakuwa hoe hai, sitaweza kusaidia na ndugu zangu. Nilipokata shauri, baba alinikataa kwamba jamani, wewe sio mwanangu tena, sitakutumia hata fedha za matumizi. Lakini nataka nikushuhudie jamani, nilipookoka nikiwa form 3, Mungu wangu amekuwa mwaminifu, amenitunza. Nikamaliza form 4 tena vizuri na colors, nikaenda A level nikamaliza. Hakunisaidia wakati ulikuwa hamna ada, lakini nikapata division 1. Baadaye nikapata scholarship. Yani hata kuapa mahakamani kupata passport, mimi baba yangu hakuapa. Ilibidi baba wa rafiki yangu ambaye tena sio kabila langu, kwa sababu ndio alikuwepo, kwa sababu baada ya pale ilibidi nibadilishe zoezi la kupata passport na kupanda pipa kwenda India. Haleluya. Babangu alipata tu taarifa kwamba mwanao ndio hivyo. Kwani nilikuja tu mara moja kumwaga, lakini kila kitu iko tayari. Hakunisaidia. Lakini siku ya harusi
Na hii nasema kweli kabisa. Siku ya harusi yangu ambayo ilikuwa miaka 10 baada ya mimi kuokoka. Siku ya harusi tena hata mahali nilipa mwenyewe. Kweli kabisa. Tena tu sio mwenyewe. Jamani, mahari. Maana mimi nilikuwa nje, nimerudi ndo nimechumbia, nataka kuoa. Jamani, hata godoro sikuwa nalo. Licha ya chumba. Niliahirisha harusi kwa sababu sikuwa na chumba. Kwa sababu hata chumba nilichokuwa natumia mwenzangu anakaa na wadogo zake. Kwa hiyo tuahirishe. Magodoro hayakuwepo kama ninavyoona sasa hivi. Ilibidi tupate kibali kwa serikali za mitaa kwamba naoa kwenda kiwandani ndio nikapata godoro. Tena godoro lenyewe 3.5 kwa inchi 4. Ndio tumeanza maisha. Haleluya. Jamani, Mungu ameniacha. Ninapozungumza hivi, nina nyumba Dodoma, nina nyumba Mpwapwa, nina nyumba huko Mima kwetu, nina nyumba Dar es Salaam zaidi ya 1, nina nyumba Bagamoyo. Haleluya. Jamani, Mungu ameniacha? Hajaniacha. Sasa wewe unaogopa nini? Jamani, Mungu yupo na yuko kukusaidia na kutia moyo. Mwangalie Yesu. Amen. Naomba tusimame. Tunapoenda kuomba wakati huu, ningependa niombe na mtu yote ambaye anasema mchungaji, naomba niombe. Inawezekana ni pito unalolipitia. Kuna mengine ambayo wengine hata unaona kwamba yani kama dunia haiishi. Mambo yanakuzunguka tu magumu, yani kama hakuna upenyo. Karibu tu hapa mbele nikuombe. Inawezekana habari za familia yako, habari za maisha yako ya baadaye, biashara zako. Mimi mwenyewe nilikuwa mfanya biashara mkubwa tu, tena mzuri. Mimi nilikuwa kama nilivyosema registered architect tangu mwaka 87. Ningeweza kupata jina, lakini nikachagua kumtii Mungu na kumtumikia. Inawezekana na wewe bado una vita, unapambana kwa habari hata ya kumtumikia Mungu. Au wengine umejihurumia sana kwa mapito ambayo umeyapitia. Kwa neno hili, hebu nikutie moyo. Karibu hapa mbele. Nitafurahi kuweka mkono wangu juu yako na kutamka baraka juu yako ya kwamba Mungu anaweza hata katikati ya changamoto ulizo nazo. Mungu wetu anaweza. Haijalishi picha mbaya ambayo umeipitia au ambayo umeiacha, anaweza akabadilisha. Na ndio ujumbe wangu leo. Na bado watu wanaweza wakaja kwako na kumtamani huyo Yesu unayemwabudu, kwamba huyo Yesu ni wa namna gani. Naomba nyosha mkono wako juu. Fumba macho yako. Namwomba mchungaji saidie kutuongoza kwenye maombi haya. Ningependa kukuwekea mkono. Nyosha mkono wako ikiwa ni alama ya kujisalimisha mbele za Bwana. Wakati praise team wanaendelea kwa sauti ya chini, hebu naomba tu mwangalie Bwana. Mwambie shida yako, haja ya moyo wako. Mwamini Mungu kwamba anaweza. Tutakapokuwa tukiomba pamoja. Karibu. Amen. Basi tunaweza tukanyosha mikono yetu tulioko nyuma. Nyosha mikono yetu juu kuelekea mbele, na sisi tuendelee kumwalika Mungu kwa ajili ya wapendwa hawa ambao wanahitaji badiliko katika maisha yao, ili Mungu awatendee. Baba, katika jina la Yesu, tunakuja mbele zako kwa sababu ni Mungu usiyebadilika. Wewe ni Mungu ambaye ni yeye yule tangu zama za kina Petro, tangu zama zile ambazo Roho alishuka pale Bwana Yerusalemu. Na leo hii Bwana, Roho wako yuko mahali hapa, nguvu zako ziko mahali hapa, uweza wako uko mahali hapa. Tunakualika Jehova, ukapate kumtembelea mama huyu, ukapate kumtembelea baba huyu, ukapate kumtembelea kijana huyu katika jina la Yesu Kristo. Gusa maisha yake Bwana,
Gusa ndoa yake e Bwana, gusa mwili wake e Bwana, gusa afya yake e Bwana, gusa mahusiano yake e Bwana, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Gusa biashara yake katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Zile nguvu zote zinazokwenda kinyume na mpango wako katika maisha yake tunaziharibu kwa jina la Yesu, na kila kazi ya ibilisi kwenye maisha yake kwa jina la Yesu tunaziapisha nguvu zote za kuzimu kwa jina la Yesu Kristo, na kuziamuru kuhama katika maisha yako. Toka, 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 toka kwa jina la Yesu. Hama kwa jina la Yesu. Hama kwa jina la Yesu. Hama kwa jina la Yesu. Nguvu za giza, nguvu za giza, nguvu za magonjwa, nguvu za mikosi, nguvu za balaa kwa jina la Yesu Kristo, anza kutawanyika, anza kuondoka, anza kuondoka, anza kuondoka. Hama katika maisha ya binti huyu, hama katika maisha ya kijana huyu, hama katika maisha ya baba huyu kwa jina la Yesu. Toka, 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 toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea muujiza wako sasa. Pokea muujiza wako sasa. Pokea muujiza wako sasa. Pokea kufunguliwa katika jina la Yesu. Pokea kuinuliwa katika jina la Yesu. Pokea kuinuliwa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tenda e Bwana. Tenda e Bwana. Tenda e Bwana. Tenda e Bwana. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea muujiza wako sasa. Pokea uzima, pokea afya kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. 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 Milango ifunguke, milango ifunguke, milango ifunguke, milango ifunguke kwa jina la Yesu, na ngome zianguke, ngome zianguke, ngome zianguke. Vifungo vifunguliwe, vifungo vifunguliwe sasa kwa jina la Yesu. Vifungo katika maisha yako vifunguliwe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu pokea in the name of Jesus. Pokea, pokea, pokea afya njema. Pokea mtoto, pokea mtoto kwa jina la Yesu. Mungu aguse tumbo lako katika jina la Yesu. Mungu aguse kizazi chako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mungu aguse kifua chako, kichwa chako, miguu yako. Mungu aguse katika jina la Yesu. Viungo mwilini mwako aguse sasa in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu pokea. 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 Kwa jina la Yesu pokea sasa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Mshangilie Bwana Yesu. Mshangilie Bwana Yesu. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki na imani yako.